أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kila mwaka Februari 20 tunafanya mikutano kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa, na pia tunaikumbuka siku hiyo. Bishara hii ya kuzaliwa kwa mwana mmoja ni bishara ambayo Hatmasihi Maud alayhis salam akijaaliwa habari kutoka kwa Allah alikuwa ametoa kama majibu ya shutuma za maadui kuhusu Islam, ya kwamba maadui wa Islam wanasema ya kuwa Islam haionyeshi ishara yoyote. Sayyidina Ahmad alayhis salam alisema ya kwamba mimi nikipata habari kutoka kwa Allah nasema ya kuwa ishara kuu ya ukweli wa Islam itakayotimia kwa kupitia kwangu ni kuzaliwa kwa mwanangu mmoja atakayepata umri mrefu, ataitumikia Islam, na akaeleza kwamba yeye atakuwa na sifa kadha wa kadha, na takriban akaeleza sifa 52 53. Na hiyo haikuwa bishara ya kawaida tu. Kwa vyovyote vile, katika muda uliopangwa aliyoeleza yeye, mwana huyu alizaliwa na akapata umri mrefu, naye akapata bahati ya kuitumikia Islam. Kila mwaka mikutano ya kuazimisha siku ya mwana aliyeahidiwa inapofanywa katika jamaati, vipengele mbalimbali vya bishara hiyo vinazungumzwa mle. Mwaka huu pia inshallah mikutano itafanywa katika matawi mbalimbali na maazimisho yatafanywa. Pia kuna vipindi vinavyorushwa na MTA, maelezo yake mtapata kutoka huko. Saizi nitaeleza katika maneno ya Hatmusleh Maud radhiyallahu anhu ya kwamba yeye alikuwa na hali gani utotoni mwake na afya yake ikoje, na jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa amemtendea. Nitaeleza kuhusu mambo hayo. Khalifa mtukufu anasema kwamba bishara ilikuwa inamhusu mtoto ambaye atapata umri mrefu. Hii ilikuwa bishara ya kwamba mtoto mmoja atapata umri mrefu, lakini yeye alikuwa na hali gani? Yani mtoto huyo mwenye kupata umri mrefu alikuwa na hali gani ya kiafya? Mnaweza kujua kutoka maandiko ya Hatmusleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye amesema ya kwamba katika utoto wangu siha yangu ilikuwa imezofika sana, ilikuwa mbaya sana. Kwanza nilipata maradhi ya kikohozi na kisha nikazidiwa sana katika maradhi kiasi kwamba hadi kufikia umri wa miaka 11 12 nikaendelea kupigania uhai wangu, na kikawaida ilikuwa inafahamika ya kuwa sitaweza kupata umri mrefu. Katika muda huo huo nikapata maradhi ya macho.
na kwa sababu yake jicho langu mmoja kariban likakosa nguvu ya kuona, hivyo siwezi kuona vizuri na jicho hilo. Wakati ule alipokuwa anatoa hutuba akasema naweza kuona kwa kiasi kadogo tu. Kisha nilipokuwa zaidi nikapata homa kwa miezi 6 au 7 mfululizo, na nikaambiwa kwamba mimi nina kifua kikuu, nina maradhi ya kifua kikuu. Na anasema kwamba kwa sababu yake sikuwa na uwezo wa kusoma, nilikuwa siendi shuleni. Kuna mwalimu fakirullah sahib wa Lahore ambaye ana nyumba yake katika Muslim Town. Yeye alikuwa anatusomesha hisabu katika shule yetu. Safari moja yeye alimwambia Masihi Maud alaihissalam ya kwamba mwanao haji kusoma shuleni na siku nyingi haji shuleni. Muslim Maud anasema mimi nikapata hofu ya kwamba huenda Masihi Maud alaihissalam atakasirika, lakini Masihi Maud alaihissalam akasema kwamba bwana mwalimu, siha yake si nzuri sana, hivyo hiyo inatosha ya kwamba siku moja moja anakwenda shuleni na jambo fulani linaingia masikioni mwake, hivyo usimlazimishe sana. Bali anasema hata nakumbuka ya kuwa Masihi Maud alaihissalam akasema kwamba tutafanya nini na kumfundisha hisabu, maana hatuna nia ya kumkalisha dukani. Hiyo ilikuwa hali ya siha yake na hali ya masomo yake huku shuleni. Katika hali kama hiyo ni nani awezaye kutoa zamana ya umri mrefu? Na sio umri mrefu pekee, bali katika bishara ile pia kulikuwa na bishara hii ya kuwa yeye atajazwa elimu ya nje na elimu ya ndani. Katika hali kama hiyo ni nani awezaye kusema ya kwamba yeye atapata elimu za namna hiyo? Hata Masihi Maud alaihissalam alisema ya kwamba akisoma Qurani tukufu na hadisi, basi hiyo inatosha kwa ajili yake. Mwana aliahidiwa anasema kwamba siha yangu ilikuwa mbaya sana, na mimi sikuwa na uwezo wa kusoma elimu ya dunia. Macho yangu pia yalikuwa yamezofika sana, hivyo nikashindwa katika mitihani ya primary, middle na kwenye form 4, yani sikufuzu katika mtihani wowote. Lakini Allah alikuwa ametoa taarifa kuhusu dhati yangu kwamba mimi nitajazwa na elimu za dunia na za dini. Hivyo katika elimu za kidunia mimi sikusoma elimu yoyote, lakini Allah amenijalia kuviandika vitabu azimu vyenye shani ambavyo dunia kwa kuvisoma vitabu hivi imeshikwa na butwa, na wamelazimika kukiri ya kwamba kuhusu masuala ya Kiislam hakuna kinachoweza kuandikwa zaidi ya hayo niliyoandika mimi. Mwana aliahidiwa anasema kwamba muda si mrefu nimeandika maelezo ya Qurani tukufu kwa jina la Tafsiri Kabir, na kwa kusoma maelezo hayo wapinzani wakubwa pia wamekiri ya kuwa maelezo kama hayo hayajawahi kuandikwa hapo kabla. Kisha naendelea kuja Lahore na wakazi wa hapa wanakuja kukutana nami, maprofesa wa chuo wanakuja kukutana nami, wanafunzi wanakuja, madaktari wanakuja, viongozi mashuhuri na mawakili wanakuja. Lakini haijawahi kutokea hadi leo ya kwamba ulama mkubwa na mashuhuri awe ameleta shutuma zidi ya Islam na Kurani tukufu, nami kwa kutoa majibu kutoka Kurani tukufu nisiwe nimefunga mdomo wake. Hiyo ni fadhili ya Mwenyezi Mungu pekee ambayo inanisaidia. Hiyo ni fadhila ya Allah pekee ambayo inanisaidia, waila kuhusu elimu za kidunia sikusoma elimu yoyote. Lakini siwezi kukataa jambo hili ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe amenijalia elimu kutoka kwake na amenipatia sehemu ya kutosha kutoka elimu za nje na za ndani. Kisha kuhusu elimu za nje na za ndani, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyomfundisha elimu zake, anasema ya kwamba mimi nilikuwa mtoto mdogo tu ambapo nikaona katika ruya ya kwamba kuna kengele imegongwa na sauti ya tan imesikika ambayo
imezidi na imeshika sura ya fremu ya picha. Kisha nikaona katika fremu ile picha moja ikadhihiri, na baada ya muda mfupi tu picha ile ikaanza kutikisika, na kisha ghafla tu mtu mmoja akatoka humo na akaaja mbele yangu na akasema, mimi ni malaika wa mungu na nimekuja kukufundisha maelezo ya qurani tukufu. Nikasema, haya nifundishe. Ndipo yeye akaanza kunifundisha maelezo ya surat fatiha. Yeye akaendelea kunifundisha, akaendelea nayo hadi pale alipofikia iyaka nabudu wa iyaka nastain. Akasema kwamba mufassirin wote waliopita hadi leo wameandika maelezo ya surat fatiha hadi aya hiyo tu, lakini mimi nakufundisha mbele yake. Hivyo yeye akanifundisha maelezo ya surat fatiha nzima. Kwa hakika maana ya ruya hiyo ilikuwa hivi ya kwamba uwezo wa kufahamu qurani tukufu umewekwa ndani mwangu. Hivyo uwezo huo ninao kiasi hiki ya kwamba mimi natoa changamoto na niko tayari kutoa challenge hii katika majlisi yoyote ya kwamba kutoka surat fatiha pekee naweza kueleza elimu zote za kiislam. Almuslih maud raziallahu anhu alikuwa anatoa hutuba mbele ya watu na anaiambia dunia na anatoa challenge, lakini haijawahi kutokea ya kwamba mtu fulani awe amekuja kushindana naye. Kisha anasema, mimi nilikuwa na umri mdogo tu na nilikuwa nasoma shuleni ambapo timu ya mpira wa miguu ya shule yetu ilikwenda kucheza na timu ya Khalsa College ya Amritsar. Mechi ikachezwa na timu yetu ikashinda. Kwa sababu ya ushindi huo, chifu mmoja wa Amritsar akatualika kwenye chai. Tulipofika huko nikaambiwa ya kwamba nitoe hutuba. Mimi nilikuwa siku iandaa hutuba yoyote, lakini nilipoambiwa kwamba nitoe hutuba nikakumbuka ruya yangu ile. Hapo nikafanya maombi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nikisema ya kwamba, mungu wangu, malaika wako alikuwa amenifundisha maelezo ya surat fatiha katika ruya. Leo nataka kujua ukweli wake kwamba ndoto hiyo ilikuwa imetoka kwako au ilikuwa udanganifu wa nafsi yangu. Kama ndoto hiyo ilikuwa imetoka kutoka kwako, basi leo nifundishe nukta ya surat fatiha ambayo isiwe imeelezwa na mufassiri yeyote wa dunia. Hivyo baada ya kufanya dua hiyo, mwenyezi mungu akatia nukta moja moyoni mwangu, nami nikasema kwamba angalieni ya kuwa katika kurani tukufu allah ametufundisha dua hii ya kwamba ghairi lmaghzubi alaihim walazwalin. Ini waislamu nini katika swala tano na katika kila raka ya swala yenu mufanye dua hii ya kwamba sisi tusije tukawa maghzub na zwal. maana ya maghzub imeelezwa na mtume saa salam katika hadisi. Hivyo mtume saa salam amesema kwamba maana ya maghzub ni mayahudi na maana ya zwal ni manuswara. Basi maana ya ghairi lmaghzube ni kwamba allah sisi tusije tukawa mayahudi, na muradi wa walazwalin ni kwamba sisi tusije tukawa manuswara. Na jambo hilo linafafanuliwa zaidi na jambo hili ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kuwa katika umati huu masihi mmoja atakuja, basi watu ambao watamkataa wao lazima watafanana na mayahudi. Upande wa pili mtume akasema kwamba katika zama fulani fitna ya ukristo itazidi sana, na watu kwa ajili ya kupata chakula na ajira na heshima katika jamii watajiunga na ukristo, au wakishikwa na udanganifu na kutokuelewa mafundisho ya dini yao watakubali ukristo. Lakini hili ni jambo la ajabu ya kwamba surat fatiha ilishuka katika makka, na wakati ule wakristo hawakuwa wapinzani wakubwa wa islam wala mayahudi, bali wakati ule upinzani mkubwa ulikuwa unafanywa na washirikina wa makka. Lakini dua hii haikufundishwa ya kwamba allah tusije tukawa washirikina, bali dua iliyofundishwa inasema kwamba allah tusije tukawa mayahudi au manaswara. Hiyo inaonyesha wazi ya kwamba kwa kupitia sura hiyo
mwenyezi mungu alikuwa ametoa bishara hii ya kwamba washirikina wa maka watafutwa kwa milele na nishani na alama zao zitakwisha kabisa. hivyo haikuwa na haja hii ya kwamba waislamu wangefundishwa dua ya namna hiyo, isipokuwa uyahudi na ukristo vitabaki, na itakuwa lazima kwenu ya kwamba kwa ajili ya kuepukana na fitna yao muendelee kufanya dua. nilipomaliza hutuba yangu, baadaye viongozi wakubwa wakaja kwangu kukutana nami na wakasema kwamba wewe umesoma sana Qur'ani tukufu. sisi kwa mara ya kwanza katika umri wetu tumesikia nukta kama hiyo. hivyo ndivyo ilivyo ya kwamba angalieni tafsiri zote, hakuna mufasiri yote wa dunia, hakuna mufasiri yote wa Qur'ani aliyeweza kueleza nukta hiyo hadi leo. ilhali wakati ule nilikuwa na umri wa miaka 20 tu pale allah aliponifunulia nukta hiyo. ilmuradi mwenyezi mungu kwa kumpitia malaika wake amenijalia elimu ya Qur'ani tukufu na amenipatia uwezo huu. kama mtu fulani anavyopewa ufunguo wa hazina, vivyo hivyo nimeshapewa ufunguo wa elimu za Qur'ani tukufu. hakuna ulama yote katika dunia ambaye akija mbele yangu nami nisiweze kumdhihirishia fadhila na ubora wa Qur'ani tukufu. huu ni mji wa Lahore, na katika mji huo kuna chuo na college nyingi zimefunguliwa hapa na pale, na watu wakubwa na mahiri wa elimu watu wakubwa wenye elimu wanapatikana katika mji huo. mimi nawaambia wote ya kwamba mahiri wa elimu yote wa dunia aje mbele yangu, profesa yote wa dunia aje mbele yangu, mwanasayansi yote wa dunia aje mbele yangu na aje kutumia elimu yake na aishambulie Qur'ani tukufu. mimi kwa fadhili ya Allah naweza kumjibu mpaka dunia italazimika kukiri ya kwamba shutuma yake imefutuliwa mbali. tukio hilo lilipotokea, kama asemavyo kuwa umri wake ulikuwa umeshafikia miaka 20 na alikuwa ameshapata yakini kamili juu ya dhati tukufu ya Allah. na yakini hii kamili alipata vipi katika umri huo? kuhusu hilo Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema mwenyewe, na kutoka nukuu zake tunapata kujua ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa amemjalia tangu utotoni mwake ili awe msidikishaji wa bishara hii ya mwana aliyeahidiwa. hivyo Muslim Maud anasema mwaka wa 1900 ni mwaka ambao umekuwa sababu ya kuelekeza moyo wangu upande wa maamrisho ya Islam. wakati ule nilikuwa na umri wa miaka 11. mtu fulani alimletea Masihi Islam kanzu ya kitambaa aina fulani ya shint. kanzu ile nikaiomba kutoka kwake. sikuwa na wazo jingine isipokuwa nilikuwa nimeipenda rangi na nukushi zake. sikuweza kuivaa kwani ilikuwa ndefu sana. nilipofikia umri wa miaka 11 na dunia ikaingia katika miaka ya 1900, yani mwaka wa 1900 ukaanza, nikapata wazo moyoni kwamba kwa nini mimi ninamwamini Allah na kuna hoja gani juu ya uwepo wake na dhati yake. wakati wa usiku nikaendelea kutafakari kwa muda mrefu kuhusu hilo. mwishowe saa 4 au 5 usiku moyo wangu ukaamua kwamba ndiyo Mungu yupo. saa ile ilikuwa saa yenye furaha kwa ajili yangu. wakati ule nilikuwa na furaha tele, kama vile mtoto anapata mama yake na anafurahi. mimi nilikuwa nimefurahi sana kwamba mimi nimempata aliyemuumba wangu. katika umri wa miaka 11 alikuwa na fikra hiyo. imani ya kusikia ikabadilika katika imani ya kielimu. kwa vyovyote vile anasema nilikuwa nimefurahi sana wakati ule. nikafanya maombi mbele ya Allah na nikaendelea kufanya hadi muda fulani kwamba Allah, mimi nisipate mashaka kuhusu dhati yako. wakati ule nilikuwa na umri wa miaka 11. leo nina miaka 35, lakini hata leo pia ninaithamini dua ile, na leo pia ninasema kwamba Allah, nisipate mashaka juu ya dhati yako. ndio wakati ule nilikuwa mtoto lakini saizi nina uzoefu mkubwa. hivyo saizi nachoongeza katika dua ile ndiyo hii ya kwamba Allah, nipate yakini kamili, yakini ya haki kuhusu dhati yako, nipate hakuli yakin kuhusu dhati yako. huzur anasema ya kwamba nilikuwa nasema ya kwamba
nikamwomba masihi maud kwamba anipatie kanzu ile. Na pale nilipopata hisia ambazo nimezieleza hapo juu, siku moja wakati wa zuha au ishrak nikafanya wuzu na kanzu ile nikaivaa. sio kwamba ilikuwa nzuri, bali nikaivaa nikiwa na hisia kwamba kanzu hiyo ni ya masihi maud alayhi salam, hivyo imebarikiwa, yani ina baraka. hizi ni hisia nilizozipata kwa mara ya kwanza kuhusu utukufu wa masihi maud alayhi salam. kisha anasema wakati ule nikafunga mlango na nikafanya maombi sana na nikaswali nafali. kuna maelezo yake mengine ambayo huzur ameeleza katika sehemu nyingine. anasema kwamba nilikuwa na umri wa miaka 11 ambapo allah kwa fadhili yake akanijalia kwamba nibadilishe itikadi yangu katika imani. saa ilikuwa ni baada ya magharibi. nilikuwa nimesimama katika nyumba yangu, ndipo ghafla tu nikapata wazo ya kuwa je, mimi ni ahmadia kwa sababu mwanzilishi wa jumuiya ya ahmadia ni baba yangu, au mimi ni ahmadia kwani ahmadia ni kweli na silsila hiyo imeanzishwa na allah. baada ya kupata wazo hilo nikaamua ya kwamba nitatafakari juu yake, kisha nitatoka kutoka hapa, na kama nikijua ya kwamba ahmadia si kweli, mimi sitaingia katika chumba changu, bali kutoka hapa hapa tu nitatoka nje. hiyo ilikuwa fikira ya mtoto mwenye umri ya miaka 11. anasema baada ya kuamua hivi nikaanza kutafakari juu yake na nikaangalia hoja na dalili mbalimbali ambazo nikazichambua. mara nilikuwa natoa dalili moja, kisha nilikuwa naivunja, kisha hoja ya pili, kisha nilikuwa naivunja, kisha hoja ya tatu, na nilikuwa naibatilisha hadi nikaendelea kufanya hivyo. na swali moja likaibuka mbele yangu kwamba je, muhammad saa salam alikuwa nabii mkweli wa allah, na je mimi ninamwamini kuwa nabii mkweli kwa sababu hiyo ni itikadi ya wazazi wangu kwamba yeye ni mkweli, au ninamwamini kuwa mkweli kwani kwa kupitia hoja na dalili hiyo imekuwa wazi kwangu ya kwamba kwa kweli mtume muhammad saa salam ni mtume mkweli. swali hilo lilipoibuka mbele yangu, moyo wangu ukasema sasa mimi nitaamua kuhusu hili pia. kisha nikapata wazo kuhusu allah, nami nikasema kwamba swali hili pia ni lenye kutatuliwa, ya kwamba je, mimi ninamwamini allah kama itikadi yangu, au kwa kweli na au uhakika wake umekwisha funguliwa tayari kwamba dunia ina mungu wake. ndipo nikaanza kutafakari juu ya swala hilo, na moyo wangu ukasema kwamba kama mungu yupo, basi muhammad saa salam ni mtume mkweli, na kama muhammad saa salam ni mtume mkweli, basi masihi maud alah salam pia ni mkweli, na kama masihi maud salam ni mkweli, basi ahmadia pia ni kweli, na kama hakuna mungu yote wa dunia, basi wengine wote pia si wa kweli. anasema nikaamua ya kwamba leo nitatafuta ufumbuzi wake, na kama moyo wangu utaamua kwamba mungu hayupo, basi sitabaki katika nyumba yangu na nitatoka nje. anasema nikaanza kutafakari juu yake na nikaendelea kutafakari. kutokana na umri wangu mdogo sikuweza kupata jibu lolote lenye maana, lakini nikaendelea kutafakari hadi ubongo wangu ukachoka. wakati ule nikaangalia mbinguni, kulikuwa hakuna mawingu kule mbinguni. allah alikuwa amepanga kwamba amfundishe. anasema kwamba nikaona juu kwenye mbingu, nikaona nyota zilikuwa zikingaa kwa uzuri wote. ubongo ulikuwa umechoka sana. manzari haya yalikuwa mazuri kwa ajili yake, hivyo mimi nikiwa na uchovu nikaanza kufurahia nyota zile hadi nikazama katika nyota zile. baada ya muda mfupi nilipochangamka, nikajisemea moyoni kwamba nyota hizi ni nzuri sana, lakini nyuma ya nyota hizi kuna nini? ubongo wangu ukatoa jibu kwamba kutakuwa na nyota zingine. kisha nikasema kwamba nyuma ya nyota zile kutakuwa na kitu gani? moyo wangu ukatoa jibu kwamba kutakuwa na nyota zingine. moyo wangu ukasema kwamba na baada ya nyota zile, moyo wangu ukasema kwamba kutakuwa na nyota zingine. ndipo moyo wangu ukasema kwamba baada ya nyota hizi kutakuwa na kitu gani? moyo wangu na ubongo wangu vikasema kwamba kutakuwa na nyota zingine. ndipo moyo wangu ukasema ya kwamba inawezaje kutokea ya kuwa nyuma ya nyota hizi kuna nyota, na kisha nyuma yao pia ni nyota, na nyuma yao pia ni kuna nyota? je, silsila hiyo itakwisha kamwe au la? kama itakwisha, basi nyuma yake itakuwa nini? hili ni swali ambalo linawashangaza watu wengi.
nao wanasema ya kwamba sisi tusemao kuwa mungu hana kikomo jambo hilo lina maana gani, na sisi tusemao ya kuwa mungu ni wa milele hilo lina maana gani? Kila kitu kinatakiwa kuwa na kikomo chake. Swali hili kuhusu nyota liliibuka katika moyo wangu, nami nikasema ya kwamba je, nyota hizi zina kikomo chake au la? Kama zina kikomo, basi nyuma za nyota hizi kuna nini? Na kama haziishi, basi hiyo ni silsila gani isiyo na mwisho wake? Ubongo wangu ulipofikia hapa, nikasema kuhusu zati ya allah, nikasema kwamba kuhusu zati ya allah swali hili kwamba je ana kikomo au la ni jambo la kipuuzi. Wewe mwache mungu. Kuhusu nyota hizi utasema nini ambazo zipo mbele ya macho yako? Kama tunasema kwamba zina kikomo, basi kitu chenye kikomo ni kile ambacho baada yake kitu cha pili kinaanza. Basi hili ni swali ya kwamba kama nyota hizi zina kikomo, basi nyuma yake kuna nini? Na kisha kama kitu kile kina kikomo, basi nyuma yake kuna nini? Na kama mnasema kwamba nyota hizi hazina kikomo, basi kama mtu anaweza kukubali kwamba nyota hazina kikomo, sasa kuhusu allah kwa nini hawezi kukubali hilo? Ndipo moyo wangu ukasema ndio, kwa kweli mwenyezi mungu yupo, kwani yeye kwa kutumia kanuni ya asili yake ametufahamisha ya kwamba nini mkisema kwamba mungu haonekani, hivyo mnasema kwamba hayupo mungu. basi vitu mnavyoviona kuhusu vitu hivi mnasemaje? Na nini hamna jibu lake lolote. Kuhusu mungu mtasema tu ya kwamba jambo hili sisi hatuelewi, ya kuwa yeye hana kikomo. Katika sehemu nyingine alisema ya kwamba kwa kupitia hoja hiyo nikapata kuelewa ya kwamba mungu yupo, na kisha ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam na almasihi wasallam pia ukathibitika juu yangu. huo pia ni ushahidi mwingine kwamba allah alikuwa amemjaalia elimu ya kutosha. Mtoto asiyesoma sana allah akazwalisha maswali katika moyo wake, kisha akamwongoza mwenyewe. Hazrat Khamsi Awwal radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na rai gani kuhusu mwana aliyeahidiwa na jinsi alivyoeleza rai zake? Jambo hili linadhihirisha ya kuwa yeye alikuwa akijua ya kwamba mtoto huyo atakuwa Musleh Maud, yani mwana aliyeahidiwa. Musleh Maud anasema kwamba tukio moja lilikuwa limetokea kwamba nilikuwa nimeanzisha jarida la Tashhizul Azhan nikisaidiwa na marafiki zangu wachache, na kwa ajili ya kuitambulisha jarida hilo nikaandika makala moja, na katika makala ile nikaeleza shabaha na kusudio lake. Makala ile ilipochapishwa, Hazrat Khamsi Awwal akaisifu sana makala ile na akamwambia Masihi Maud sallam kuhusu makala hiyo. Hazrat sallam akaiagiza makala ile na akasoma katika msikiti wa Mubarak, na baadaye nilipokutana na Khamsi Awwal, ye akasema kwamba mia, makala yako ilikuwa nzuri sana, lakini moyo wangu haukufurahi mno. Katika eneo letu kuna msemo usemao kuwa ngamia bei yake ni 40 na toda 42, yani ngamia bei yake ni chini na bei ya mtoto wa ngamia ni kubwa. Wewe hujatimiza msemo huo. Mimi sikujua sana lugha ya Kipunjabi, hivyo sikuweza kufahamu maana yake. Khalifa Awwal kwa kuona hisia za mshangao juu ya uso wangu akasema labda hujaelewa maana yake. Kisha akasema kuna msemo wa maeneo yetu usemao kuwa mtu fulani alikuwa anauza ngamia na pamoja naye kulikuwa na mtoto wa ngamia anaitwa Toda. Mtu fulani akamuliza bei yake, akasema kwamba bei ya ngamia ni rupia 40, lakini Toda bei yake ni 42. Ye akasema hiyo ni nini? Ye akasema kwamba Toda ni ngamia na pia ni mtoto. Hivyo mbele yako kulikuwa na kitabu cha Masihi Maud al-Islam kitwacho Brahini Ahmadiyya. Kitabu hicho kilipokuwa kimeandikwa wakati wa Masihi Maud hakuwa na kitabu chochote mbele yake, lakini wewe ulikuwa nacho, hivyo ungetakiwa kupata faida kutoka kwake. Muslimu anasema kwamba ni nani awezaye kuandika kitu bora zaidi kuliko wale walioamrishwa, isipokuwa tuendelee kutoa hazina zao tu zilizofichwa. Khalifa Awwal muradi wake ulikuwa huu ya kwamba hii ni kazi ya vizazi vijavyo ya kuwa waendelee kuinua juu msingi wao.
khalifa awal alikuwa anajua kuhusu hali ya afya ya mwana aliyeahidiwa, na pamoja na hayo yote alikuwa na fikra ya hali ya juu kuhusu mtoto huyo. Kwa yakini alikuwa anajua ya kwamba mtoto huyo ana kipaji maalum na anao uwezo wa kuandika makala nzuri na yenye hadhi ya juu. Muslim Maud anasema kwamba hili ni jambo ambalo vizazi vijavyo wakilikumbuka basi wanaweza kupata baraka na fadhili zake, na pia wanaweza kuwa sababu ya kuiletea kaumu yao baraka na fadhili tele. Lakini wanatakiwa kushindana katika mema. Sio maana kwamba mtoto wa mwizi afanye juhudi ili awe mwizi mkubwa kuliko baba yake, bali maana yake ni kwamba watoto wa mtu aliye mcha Mungu wafanye juhudi ili waswali zaidi kuliko baba yao. Kuna tukio la afya ya Musleh Maud ambalo limeshaelezwa tayari, na kuna tukio jingine linaloangazia siha na afya yake na hali ya elimu yake. Masihi Maud Islam na Khalifatulmasih al-Awwal radhiyallahu anhu walikuwa wakimpenda sana mwana aliyeahidiwa, na pia walikuwa wakijua ya kwamba mtoto huyo atakuwa Musleh Maud, yani mwana aliyeahidiwa. Muslim Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba kuhusu masomo yangu mtu aliyenifanyia hisani kubwa zaidi kuliko wote ni Khalifatul Masih al-Awwal radhiyallahu anhu. Yeye kwa kuwa alikuwa tabibu na alikuwa akijua kwamba siha yangu hainiruhusu kusoma vitabu kwa kutumia macho yangu, hivyo yeye alikuwa ananikalisha karibu yake na alikuwa anasema kwamba mimi nasoma kwa ajili yako na wewe endelea kusikia tu. Kisha Muslim Maud radhiyallahu anhu akieleza hali ya afya yake anasema kwamba sababu yake ilikuwa hivi ya kwamba katika utoto wangu nilikuwa nimepata maradhi ya macho, na kwa miaka 3-4 mfululizo macho yangu yaliendelea kuumwa na nilikuwa nimepata maumivu makali katika macho yangu, mpaka madaktari wakasema kwamba mtoto huyu atakosa nguvu ya kuona. Hapo Masihi Maud Islam akaanza kufanya maombi makhsus kwa ajili ya siha yangu na akaanza kufunga saumu za nafal. Sikumbuki alikuwa amefunga saumu ngapi, lakini nafikiri alikuwa amefunga 3 au 7. Na siku ya mwisho alipoanza kufuturu, na kwa ajili ya kufuturu akatia kitu fulani kinywani mwake, ghafla nikafungua macho yangu, nikawaita nikisema kwamba nimeanza kuona. Masihi Maud alipoanza kufuturu nikafungua macho yangu na nikasema kwamba nimeanza kuona, lakini kwa sababu ya maradhi hayo ya macho jicho langu moja likapoteza uwezo wa kuona, hivyo jicho langu la kushoto halina uwezo wa kuona. Mimi naweza kuona njia, lakini siwezi kusoma kitabu na jicho hilo. Mtu akikaa mbali kama futi 2-4 ambaye ninamtambua naweza kumwona na kujua kwamba huyu ni nani, lakini akiwa mwingine nisiyemjua basi siwezi kufahamu kwamba huyu ni nani. Jicho langu la kulia tu ndilo linalofanya kazi, lakini hata hilo pia lilikuwa limepata maradhi ya macho mpaka nilikuwa sikuweza kulala kwa mausiku mengi. Hiyo ilikuwa hali ya siha yake, lakini angalieni kazi zake za kielimu alizozifanya, jinsi Allah alivyomjalia kwa misaada yake. Muslim Maud anasema Masihi Maud alikuwa amewaambia walimu wangu kwamba masomo yake yanategemea matakwa yake tu, akipenda asome na asiposoma basi asilazimishwe, kwani siha yake si nzuri. Masihi Maud Islam alikuwa ananiambia mara kwa mara kwamba wewe soma tafsiri ya Qurani tukufu na kitabu cha Bukhari kutoka Hat Maulvi Saheb, na pia alikuwa amesema ya kwamba soma kuhusu tiba, kwani hiyo ni taaluma ya mababu zetu. Kwa vyovyote vile anasema kwamba ilmuradi hivyo ndivyo nisomavyo, na kwa hakika sikuwa na njia, kwani nilipokuwa mtoto pamoja na maradhi ya macho nilikuwa nimepata maradhi ya ini na nilikuwa napewa maji ya adas au majani ya hardali kwa miezi 6. Kisha bandama pia ilikuwa imezidi na red iodide of mercury ilikuwa inapakwa juu yake, na pia nilikuwa na maradhi ya koo. Ilmuradi maradhi ya macho, maradhi ya ini, maradhi ya bandama, kisha homa ambayo ilikuwa haitoki kwa miezi 6. Na kuhusu masomo yangu wazazi wangu walikuwa wamesha sema tayari kwamba asilazimishwe katika masomo yake. Hapo mnaweza kupiga hisabu kwamba nitakuwa na hali gani katika masomo yangu ya kidunia.
safari moja babu yetu Mir Nasir Nawab saheb raziallahu anhu alifanya mtihani wangu wa Kiurdu. Anasema kwamba hata saa hizi pia siwezi kuandika vizuri, lakini katika zama zile nilikuwa naandika vibaya sana mpaka ilikuwa vigumu kwa kusoma kwamba nimeandika nini. Yeye alijaribu sana kujua kwamba nimeandika nini, lakini hakuweza kusoma. Mir saheb alikuwa na tabia kali, hivyo katika hasira tu akafika kwa Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Mimi pia nilikuwa nyumbani, yeye alikuwa babu yetu na sisi tulikuwa tunaogopa kutoka kwake. Yeye alipomjia Masihi Maud alayhi salam, mimi nikapata hofu zaidi kwamba siji saa hizi itakuwaje. Hapo Mir saheb akaja na akamwambia saheb kwamba wewe hujali kuhusu masomo ya Mahmud, nimefanya mtihani wake, wewe angalia kile alichokiandika, mpaka mimi nimeshindwa kusoma kwamba ameandika nini. Almasihi Maud sallam akasikia na Mir saheb akamwambia Almasihi Maud kwamba wewe humjali mwanao na umri wake unapita bure. Almasihi Maud alipoona Mir saheb katika hali hii ya jaziba akasema kwamba muiteni Maulvi saheb. Alipokuwa akipata shida fulani alikuwa anamuita khalifa awwal alikuwa ananipenda sana. Yeye akaja na kama ilivyo kawaida yake akasimama upande mmoja. Almasihi Maud alayhi salam akasema kwamba Maulvi saheb, mimi nimekuita kwani Mir saheb anasema ya kwamba maandishi ya Mahmud ni vigumu ya kusoma. Mimi naona tufanye mtihani wake. Hapo Masihi Maud salam akachukua kalamu na akaandika mistari miwili mitatu, kisha akanipatia na akasema kwamba uinakili mistari hiyo. Huu ulikuwa mtihani aliochukua yeye. Mimi nikaandika kwa umakini wote, kwa uangalizi wote kile alichokuwa ameandika Masihi Maud. Maandishi yake hayakuwa marefu, kisha nilikuwa na kazi ya kuandika tu chini yake kwa kunakili. Hivyo nikaandika kwa uangalizi mkubwa alif na ba na vitu vingine. Almasihi Maud salam alipoona maandishi yangu akasema kwamba Mir saheb, nilikuwa nimepata hofu kutoka jambo la Mir saheb, lakini maandishi ya Mahmud yanafanana na maandishi yangu. Khalifa awal pia alikuwa katika haki yangu na akasema kwamba huzur, Mir saheb amepata jaziba bure tu, waila maandishi ya Mahmud ni mazuri sana. Hiyo ilikuwa hali yangu, na katika hali hizi angalieni kwamba nilikuwa na uwezo gani wa kupata elimu ya dunia. Kisha akieleza kuhusu hali ya elimu yake anasema kwamba khalifa awal alikuwa ananiambia kwamba mia siha yako haikuruhusu kwamba usome mwenyewe, hivyo unaweza kuja kwangu, mimi nitakusomea na wewe endelea kusikiliza tu. Hivyo kwanza ye akanisomesha Qurani kisha Bukhari. Sio maana kwamba akanisomesha Qurani polepole, bali hii ilikuwa kawaida yake kwamba alikuwa anasoma Qurani tukufu na tafsiri yake, na pale alipokuwa akiona kuna haja ya kueleza tafsiri alikuwa anaeleza, waila alikuwa anasoma haraka haraka tu, na katika miezi mitatu akamaliza Qurani nzima. Kisha baada ya kifo cha Masihi Maud sallam akaniambia ya kwamba niende kwake ili nisome Bukhari kutoka kwake. Anasema kwamba nilikuwa nimekusha mwambia Khalifa Masihi al-Awwal kwamba Masihi Maud alikuwa ameniambia ya kwamba nisome Qurani tukufu na Bukhari kutoka kwa Maulvi saheb. Hivyo katika uhai wa Masihi Maud salam nilikuwa nimeanza kusoma Qurani tukufu na Bukhari kutoka kwa Maulvi saheb, na pia sawa na mwongozo wa Masihi Maud salam nilikuwa nimeanza kusoma tiba kutoka kwake. Anasema kwamba ilmuradi nilisoma tiba kutoka kwake, na pia nikasoma tafsiri ya Qurani tukufu ambayo akamaliza katika miezi miwili. Yeye alikuwa ananikalisha karibu yake, na mara nusu na mara nyingine juzu nzima alikuwa ananisomesha, na saa nyingine alikuwa anaeleza maelezo ya aya fulani pia, na akanisomesha Bukhari katika miezi mitatu. Safari moja katika mwezi wa Ramadhan akatoa darsa ya Qurani nzima. Mimi pia nikashiriki katika darsa zile, na majarida machache ya Kiarabu pia nikayasoma kutoka kwake. Hiyo ilikuwa hali yangu ya elimu. Hutuba yangu ya kwanza na jinsi hutuba yake ya kwanza na jinsi
khalifatul msi al awal alivyoipenda hutuba ile. Musleh maud anasema kwamba kulikuwa na mwalimu wetu ambaye nimemwona kwamba nilipokuwa natoa darsa ye alikuwa akishiriki katika darsa zangu, lakini kulikuwa na mwalimu wangu mwingine ye alipokuwa akitoa darsa, mwalimu huyu wa kwanza alikuwa akija misikitini, alikuwa anaondoka akisema kwamba mambo yake ni yale yale niliyoyasikia, lakini mimi nilikuwa mwanafunzi wake. Hata hivyo alikuwa na zana nzuri kuhusu zati yangu, na alikuwa anasema kwamba mimi nashiriki katika darsa zake, kwani kwa kupitia darsa zake mimi naweza kupata mambo mapya ya Qur'ani tukufu. Hiyo inakuwa ni fadhili ya Allah kwamba baadhi ya watu katika umri mdogo tu wanajaaliwa elimu ambazo wengine wanakuwa hawana katika fikra zao. Kimsingi Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekwisha panga tayari kwamba ye atakuwa Musleh Maud, hivyo alikuwa anamfundisha mwenyewe. Na huzur anasema kwamba katika msikiti huu wa Aqsa mwaka 1907 kwa mara ya kwanza nikatoa hutuba hadharani. Ilikuwa jalsa salana, na hili ni tukio la maisha ya Hazrat Masih Maud rasulullah mwaka mmoja kabla ya kifo chake. Ilikuwa wakati wa jalsa, watu wengi walikuwa wamejumuika, khalifa awwal radhiyallahu anhu alikuwepo. Nikasoma rukuu ya pili sura Luqman, kisha nikaeleza maelezo yake. Wakati ule nilikuwa na hali hii kwamba niliposimama kwa ajili ya kutoa hutuba, na kwa kuwa hii ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoa hutuba hadharani na umri wangu ulikuwa miaka 18 tu, hivyo na khalifa wa awwal pia alikuwepo pale, na wajumbe wa anjuman pia walikuwepo, na marafiki wengine walikuwa wamekuja, hivyo nikapata giza mbele ya macho yangu. Sikujua kwamba ni nani ambaye amekaa mbele yangu na nani hakukaa. Hutuba yangu ikaendelea kwa nusu saa au kwa dakika 45. Nilipomaliza hutuba, nakumbuka khalifa awwal radhiyallahu anhu akasimama na akasema kwamba mimi nakupa pongezi, we umetoa hutuba nzuri sana, na mimi sisemi kwamba ili upate furaha, bali na kuhakikishia kwamba kwa kweli umetoa hutuba nzuri sana. Basi Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia elimu ya hali ya juu kwamba maisha yake ya miaka 52 ya ukhalifa wake ni shahidi juu yake, iwe mada ya kidunia au iwe mada ya kidini. Wakati wote alipoambiwa kuandika na kusema, yeye akatiririsha mito ya elimu na maarifa. Katika nyakati nyingi wapinzani pia wakaipenda sana hutuba zake, na hiyo inapatikana kwenye historia na kwenye rekodi, na wakasifu hutuba zake mbele ya watu. Hata magazeti pia yakaandika kuhusu habari zake. Hiyo inathibitisha wazi kwamba bishara hii ya Masihi Maud Islam ikatimia kwa shani yake yote. Kwa vyote vile vitabu vyake na hutuba zake na maandishi yake na maandiko yake ni hazina, na labda kutakuwa na kurasa zaidi ya 100,000. Hazur anasema kwamba sasa vitabu vyake vinaendelea kutafsiriwa katika Kiingereza na katika lugha zingine. Sisi kazi yetu ni kupata faida kutoka hazina hiyo. Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa anasema kwamba kwa fadhili na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, bishara ile ambayo dunia ilikuwa inasubiri tangu muda mrefu kwamba ipate kutimia, Mwenyezi Mungu kwa kupitia ufunuo wake amekwisha niambia tayari kwamba bishara ile imekwisha timia katika dhati yangu. Na sasa Mwenyezi Mungu amewatimizia maadui wa Islam hoja kamili, na amewahakikishia na ameweka wazi kwao kwamba Islam ni dini ya kweli ya Allah, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume mkweli wa Allah, na Masihi Maud Islam ni mtu ambaye ametoka kwa Allah. Wale ambao wanasema kwamba hawa ni waongo, wao wenyewe ni waongo, na Mwenyezi Mungu kwa kupitia bishara hii tukufu amenijalia ishara iliyo hai ya ukweli wa Islam na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nani awezaye kusema mwaka 1889 1886, yani miaka 58 iliyopita, aweze kutoa habari hii kwamba katika nyumba yake
katika muda wa miaka 9 mtoto mmoja atazaliwa ambaye atakuwa upesi ambaye atajulikana katika kona za dunia, ambaye atasambaza jina la islam na muhammad SAW katika dunia nzima, ambaye atajazwa na elimu za nje na za ndani, ambaye atakuwa sababu ya kudhihirisha jalali ya allah, ambaye atakuwa ishara iliyo hai ya rehma na ukaribu na kudra ya allah. Ni nani anayeweza kutoa bishara hii isipokuwa allah awe amempatia? Na kisha allah alitimiza bishara hiyo kwa ajili ya mtoto ambaye madaktari walikuwa hawana tumaini kwamba yeye atapata umri mrefu na ataishi kwa umri mrefu. Kisha akasema kuhusu afya yake kwamba safari moja dr mirza yakub saheb akamwambia masihi maud salam kwamba mtoto wako amepata kifua kikuu, hivyo apelekwe katika maeneo yenye milima. Masihi maud salam akanipeleka, akanituma katika eneo la Shimla. Mimi nikaenda pale, lakini sikuweza kuishi kule, hivyo nikarejea haraka. Ilmuradi mtu ambaye siha yake haikuwa nzuri, mwenyezi mungu akampatia uhai, na akampatia uhai ili aweze kuthibitisha bishara zake na awapatie watu ushahidi wa ukweli wa islam na ahmadiyat. Kisha mimi ni mtu ambaye sikuwa na elimu yote, lakini allah akawatuma malaika zake ili wanifundishe, na akanifundisha elimu za qurani tukufu, elimu ambazo wengine hawezi kutafakari, elimu ambayo allah amenijalia, na elimu za qurani tukufu ambazo allah akanipatia ni elimu ambayo ina uhakika kabisa. Mimi natoa challenge kwa dunia nzima kwamba kama kuna mtu ambaye anaweza kudai kwamba yeye amefundishwa na allah subhanahu wataala qurani tukufu, basi mimi niko tayari kushindana naye, lakini hakuna aliyekuja kushindana naye. Na mimi najua kwamba katika uso wa ardhi hakuna mwingine isipokuwa mimi tu ambaye amejaaliwa elimu ya qurani tukufu. Mungu amenijalia elimu ya qurani tukufu na amenifanya kuwa mwalimu wa dunia. mwenyezi mungu ameniinua ili mimi nifikishe ujumbe wa muhammad saa salam na qurani tukufu katika kona za dunia, na nizibatilishe dini zote zidi ya islam. Na yeye akafanya kazi hii katika zama zake. Tafsiri nyingi za qurani tukufu zikapigwa chapa, tafsiri nyingi zilikuwa zimepigwa chapa katika zama zake, na kazi hii inaendelea kwenda mbele. Zura amesema kwamba katika zama za ukhalifa wake qurani tukufu ilikuwa imetafsiriwa katika lugha 17-18, na pia mahubiri ya islam yaliweza kufikia mpaka pembe zote za dunia. Akasema kwamba dunia itumie nguvu zake zote na ikusanyie nguvu zao zote na uwezo wao wote, hata wafalme wa kristo waje na serikali za kikristo pia waje, na ulaya na marekani pia vikusanyike, na watu watumie nguvu zao zote na wajitahidi kupata ushindi juu yangu. Hata hivyo mimi nasema kwa kuapa kwa allah kwamba wao watashindwa, na mbele ya mipango ya allah njama zao zote zitafutulia mbali. Na mwenyezi mungu kwa kupitia kwangu na kwa kupitia wafuasi wangu na wanafunzi wangu ataendelea kuthibitisha bishara hii, na ataendelea kusimamisha heshima ya islam na heshima ya mtume muhammad saa salam, na hata yacha dunia hadi islam istawi duniani kwa shani yake yote, na dunia ikubali kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume aliye hai. Basi bishara hiyo ikatimia, na bishara hii hadi leo ipo, na maneno yake hadi leo yapo, na inshallah yataendelea kutimia hadi shabaha ya ujio wa masihi maud salam ipate kutimia, na bendera ya islam ianze kupepea katika dunia nzima. Hivyo tunatakiwa kukumbuka kwamba katika siku hii ya leo mikutano yetu iweze kutukumbusha kwamba sisi tuna shabaha gani, na tuweke mbele yetu shabaha hii kwamba kazi yetu ni kusimamisha heshima ya mtume muhammad saa salam katika dunia nzima, na kazi yetu ni kudhihirisha ukweli wa islam katika dunia nzima na kuwaleta watu chini ya bendera ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo
hakuna mwingine isipokuwa wafuasi wa masihi maula islam pekee ambao kwa kupitia kwao bendera ya islam itaweza kupepea duniani. inshallah mwenyezi mungu atujalie kufanya hiyo. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.